msikilizaji, saa 3:01. Karibu. Mimi naitwa Abubakar Juma. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametoa onyo kali kuhusu madeni na kuonya kwamba wananchi hiyo iko katika hatari ya kujiunga na orodha inayoongezeka ya mataifa yaliyokiuka sheria ya barani Afrika. Nyoro alisema deni la umma ambalo sasa linakadiriwa kufika trilioni 11 liko nje ya udhibiti na hatua yoyote ya kulijadili inaweza kusababisha kuzorota kwa uchumi. Watu wawili walikamatwa jana usiku kufuatia kisa cha ufiatilianaji risasi katika eneo la Eastleigh, Nairobi. Wawili hao ni pamoja na mmiliki wa bunduki aliyeidhinishwa na mlinzi katika duka la maduka. Gari la mmiliki wa bunduki lilipigwa kwa mawe na kuharibiwa vibaya katika tukio hilo. Vyombo vya usalama vya Jordan vinasema kwamba vimekamata watu 16 wanaoshukiwa kupanga mashambulizi ndani ya nchi hiyo yanayohusisha roketi na ndege zisizo na rubani. Idara ya ujasusi ilisema washukiwa hao walikuwa wakifuatilia tangu mwaka 2021 na mipango yao inalenga usalama wa taifa, kuzua fujo na hujuma. Hatimaye ni kwamba Hamas inasema imepoteza mawasiliano na kundi la wapiganaji wanaomshikilia mateka raia wa Israel na Marekani huko Gaza kufuatia shambulio la Israel kwenye eneo lao. Mwanajeshi huyo mwenye umri wa miaka 21, Edan Alexander, ameonekana kwenye video zinazotolewa na kundi hilo katika siku za hivi karibuni. Israel ilikuwa imeomba aachiliwe siku ya kwanza ya pendekezo jipya la siku 45 la kusitisha mapigano lililotolewa wiki iliyopita ambalo limekataliwa na Hamas. Dakika 2 baada ya saa 3 mwendo wa saa 4 tutakuwa tunapokea muktasari zaidi. Tuendelee kuwa pamoja. Naitwa Abubakar Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Prime and you're listening